Naitwa Leila. Kwa sasa nina miaka 23. Niliwahi kuolewa toka nikiwa na umri wa miaka 19. Lakini kwa bahati mbaya mume wangu alifariki siku ya pili tu baada ya ndoa yetu. Chanzo cha kifo chake ni pale tu alipotaka nimpe haki yake ya ndoa. Ndio ghafla akadondoka chini na kufa pale pale. Polisi walinishika kusaidia upelelezi, ila baada ya miezi miwili nilikuwa nje kwa dhamana. Nilipata bahati nyingine ya kuolewa na Mwarabu wa Oman. Tulifunga ndoa hapa hapa Dar es Salaam na baadaye tukaenda kuishi kwao Oman. Usiku wa siku hiyo mume wangu akanipeleka chumbani kwa mahaba mazito sana. Lakini alipoanza kunipapasa tu alitulia kimya bila kuzingishika, huku nikimshuhudia damu zikimtoka masikioni na puani, na pia alifariki. Wiki 2 zilizopita ndio nimerudi Tanzania kwa ajili ya kufanyiwa tiba za kienyeji. Lakini cha kushangaza, mganga baada ya kugundua kuwa mimi ni bikra, basi akataka anijaribu kama kweli nimepona. Hivi sasa ana siku ya 6 tumetoka kumzika. Hii ni hadithi ya kweli inayohusu maisha yangu. Jina langu naitwa Leila Muhammad Amin. Binti nilizaliwa Zanzibar katika hospitali ya taifa Mnazi Mmoja. Kwa taarifa niliyohadithiwa na mama mlezi aliyekuwa akinilea, aliniambia kuwa baba yangu alifariki siku niliyokuwa nimezaliwa mimi. Niliambiwa kuwa baada ya baba kumfikisha mama hospitali, alitoka kwenda katika duka la kununua vifaa vilivyohitajika kwa ajili ya maandalizi ya kumpokea mtoto. Huko ndipo alipopotelea mpaka siku ya 3 kupita, ndio mwili wake ulikutwa ukiwa ufukweni mwa bahari akiwa amekufa. Mama mlezi aliendelea kunihadithia kuwa hata mama yangu pia alifariki siku aliyojifungua. Ila yeye alifariki kwa kuwa mimi nilikuwa nikiwa mnene na uzito wa kilo 7. Jambo ambalo lilikuwa ni ngumu kwake kuweza kusukuma njia ya kawaida. Nilipofikisha umri wa miaka 13, pale nyumbani kwetu Miembeni walikuja wazee wawili, wa kike na wa kiume, ambapo yule mama mlezi alinitambulisha kuwa wale ni bibi pamoja na babu yangu mzama. Walikuja kunichukua. Mwanzo sikuweza kukubali, ila nilipohadithiwa kuwa kumbe yule mama mlezi yeye ndiye mganga ambaye alisababisha mpaka mama yangu akapata ujauzito baada ya kusota kwa miaka mingi, na masharti yake yalikuwa ni lazima mganga akae karibu na mama mpaka atakapojifungua. Basi baada ya kuelimishwa kwa muda mrefu nilikubali, na safari ya kurudi Dar es Salaam ambapo ndipo nilipoambiwa ndio nyumbani kwetu ikaanza. Nikaona usiku wa siku hiyo nikamuage Makame, kijana wa Kipemba ambaye alikuwa akinipenda tangu nilipoanza kujitambua. Tulienda kukaa kwenye mti wa mvinje uliopo pembezoni mwa bahari ya Maisara. Makame alianza kunitomasa huku na kule. Nilijihisi raha sana mpaka nikaanza kujigunisha. Mara ghafla Makame akasema anataka tufanye. Nilikataa kwa kumwambia mimi bado mpya, hivyo nyumbani watajua. Lakini Makame alilazimisha kwa nguvu na kunidondosha chini huku akianza kunivua chupi. Mama we, nakufa. Nilimsikia Makame akipiga kelele hizo huku akikimbia kuelekea baharini. Nilisikia kishindo kikubwa cha mtu kutoka nyuma yangu na kunivuka mimi. Nilishangaa kuona moshi mzito mweusi sana ndio ulikuwa ukimkimbiza Makame. Kwa hakika nilishindwa kuamini pale nilipomshuhudia Makame akinyanyuliwa juu na moshi ule mzito, kisha na kuchanwa vipande huku damu nyingi zikiruka. Nguvu ziliniisha, nikajikuta nimepoteza fahamu. Nilikuja kuzinduka siku ya pili yake ambapo nilijikuta nipo ndani ya kituo cha polisi cha Mwanakwerekwe. Nilikuja kuitwa na askari na kupelekwa mapokezi, ambapo nilifanikiwa kumuona yule mama mlezi, bibi pamoja na babu yangu wakiwa kwenye majonzi sana. Walinichukua na safari ya kurudi nyumbani ikaanza. Tukiwa njiani, sura ya Makame ikawa inanijia kila wakati mpaka nikawa natetemeka kwa hofu. Yule mama mlezi akawaambia wakina bibi na babu kuwa nisirudi Dar es Salaam kwanza mpaka nitibiwe. Kweli baada ya siku kadhaa nikawa najiona nipo vizuri kabisa. Babu na bibi walitoka kwenda kukata tiketi ya boti ya usiku.
Nikiwa nimebaki na yule mama ananipa na saa zake, akaniambia kwamba sitakiwi nikutane na mwanaume mpaka nifikishe miaka 21. Huo ndio mkataba aliofunga mama wakati anatafuta ujauzito kwa mama huyo. Sasa baada ya mama kufariki, natakiwa mimi nimalizie muda huo uliobaki. Kwa hakika niliogopa sana. Usiku wa siku hiyo, tukiwa kwenye boti tunarudi Dar es Salaam, sikuwa na raha hata kidogo. Nikaona bora nikakae nje nipate upepo wa bahari. Nilitoka na kumwacha bibi na babu wakiwa wamelala. Nilipofika nje nilimuona mzungu mmoja wa kiume akiwa anavuta sigara. Nilienda kusimama kwa mbele yake nikiwa nimeshikilia chuma, huku nikiangalia jinsi maji ya bahari yanavyopiga katika boti hiyo. Ghafla nikahisi nyege za ajabu. Nikawa nahisi kama kuna mtu alikuwa akinipapasa huku na kule. Mara nikajikuta nalala chini kifo cha mende, tayari kwa kupokea mshedede. Nikawa nahisi kama kuna mtu alikuwa akininyonya kisimi changu. Mwenzangu, hapo uvumilivu ulinishinda. Nikaanza kupiga kelele za utamu, jambo ambalo yule mzungu hakuelewa. Yule mzungu alisimama na kuanza kutembea kuja pale nilipokuwa mimi, akijua kuna kitu kibaya kimenipata. Lakini alipokaribia, ndipo ghafla nikauona tena ule moshi mzito ukimnyanyua yule mzungu na kumchana vipande viwili katikati na kumtupa karibu yangu, huku damu zote zikinimwagikia mimi. Nilipiga kelele na kuomba msaada mpaka sauti ikakatika. Nikawaona askari wawili wanakuja upande ule tulipokuwepo. Nikawaita na kuja pale kunikamata bila kusikiliza maelezo yangu. Jamani, mimi si mhalifu. Nilijaribu kujitetea, lakini haikusaidia kitu. Walinichukua na kwenda kunifungia katika chumba cha mizigo, kusubiri tukifika wanipeleke polisi. Lakini kama tunavyojua wanaume tena. Ilipofika saa 9 za usiku, alikuja askari mmoja huku akiwa na hema juu. "Wewe binti, nitakupa nafasi ya kutoroka, lakini mpaka unipe kidogo," aliongea askari huyo huku akianza kunifungua kamba walizonifunga hapo awali. "Lakini wewe si kama baba yangu jamani." Nilijaribu kujitetea, lakini wala haikusaidia, kwani yule mbaba alinishika vyema na kunisukumia kwenye magunia ya viazi. Kisha akaja kukaa juu yangu, akafanikiwa kunivua nguo zote, akanichezea kuanzia kifuani hadi kwenye kinena. Mwanzo nilikuwa nikihisi maumivu na kero, lakini ghafla kaja ile raha ya ajabu ninayokuwa nikihisi kila siku. Huyu askari alikuwa ananikuna sana. Japo umri wangu ulikuwa ni mdogo, ila viungo vyangu vilikuwa vimenona kweli kweli. Unaambiwa huyu mzee aliniweka kwenye gunia huku miguu yangu ikiwa nimeitanua tayari kwa kumpokea. Lakini ila nataka kuingiza tu. Sikuamini kwa nilichokiona. Nilishangaa kuona mwili wangu ukiwa umejaa damu hadi usoni. Nilifanikiwa kuona mwili wa yule askari ukidondoka chini, huku nisijue kichwa chake kilikwenda wapi. Ghafla nikaanza kusikia kelele za watu zikisema boti yetu ilikuwa inazama, hivyo tuwahi kuvaa life jacket kimbie. Nikaanza kuvaa nguo zangu haraka haraka ili niweze kutoka katika kile chumba cha mizigo. Lakini nilipofika mlangoni nikashangaa kuona mlango unajifunga. Kila nikijaribu kuuvuta hauvutiki. Nikaanza kuona ule moshi mzito ukiingia mle ndani, ila safari hii uliambatana na harufu nzuri ya ajabu ambayo sikuwahi kusikia kabla. Ghafla nikahisi navuliwa nguo na kubaki kama nilivyozaliwa. Jamani, niacheni tu. Sikuwahi kujihisi utamu kama huu kwa sasa. Nilihisi kama mtu ananila denda huku akinitomasa taratibu katika maziwa yangu yaliyokuwa yamesimama vyema. Nikajikuta eti mimi namkumbatia mtu huyo bila mimi kumjua ni nani. Akanilaza chini na kuanza kunipapasa katika kinena changu. Nilijikuta nikipiga kelele za mahaba. Lakini na mtu huyu pia alipokuwa akitaka kuingiza tu, ghafla akatokea mtu mwingine mwenye pembe kubwa kichwani kwake na kumtoa ili akae yeye. Mara wakaanza kupigana huku boti ikizidi kutingishika na kuyumba huku na kule. Mara ukatokea moto mkubwa sana na kuwaka mle ndani. Cha ajabu hakuna hata kitu kilichokuwa kinaungua. Mara ghafla nikaona ule mlango ukiwa umefunguliwa, wale watu wakapotea pale pale.
Nikashangaa kujikuta nikiwa nimevaa nguo zangu, tena msafi hatari. "We dada, unafanya nini humu katika chumba cha mizigo?" Ilikuwa ni sauti ya kijana aliyekuwa ameingia kule ndani kubeba mzigo. Hapo ndipo nilipogundua kuwa kumbe tulikuwa tumeshafika Dar es Salaam na tayari kulisha pambazuka. Nilitoka na kushuka hadi chini ambapo nilikaa kwa muda mrefu pasubiri bibi na babu, lakini pia hawakutokea. Ilinibidi niende kuuliza katika ofisi ya boti ile ambapo niliambiwa hawakupanda wazee wa aina hiyo katika boti ile. Hapo nilichoka hoi na kujikuta nikikaa chini bila kujua nini cha kufanya. Msikilizaji wa hadithi hii simulizi, kwa leo tunaishia hapa. Tukutane tena hadi wakati mwingine. Mimi naitwa Mariam Othman, binti wa Ochu.